Mamba huyo alikuwa amelala kwenye kisiwa. Hakukuwa na njia nyingine ya kumfikia isipokuwa kutoka angani. Moja ya simulizi ya kusisimua zaidi wiki hii ni pamoja na afisa wa polisi kufunguka kuhusu wakati aliposhushwa kutoka kwa helikopta hadi kwenye mto uliojaa mamba nchini Afrika Kusini kama sehemu ya juhudi za kuokoa mabaki ya binadamu. Kapteni Johan Potgieter alitwikwa jukumu la kumkamata mamba anayeshukiwa kumshambulia kisha kummeza mfanyabiashara ambaye alisombwa na maji ya mafuriko. Kutokana na operesheni hiyo, mabaki yalipatikana ndani ya mamba huyo mwenye urefu wa mita 4.5 ambazo ni sawa na futi 15 na uzito wa kilo 500. Uchunguzi wa DNA unaendelea ili kuthibitisha utambulisho wa mabaki hayo. Sakata zima lilipazwa sauti kutokana na video iliyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha afisa huyo akining'inia angani akiwa na mamba, wote wakibebwa na helikopta. Kwa mujibu wa taarifa, gari la mfanyabiashara huyo lilikwama wakati likijaribu kuvuka daraja la chini katika mto Komati uliofurika maji wiki iliyopita. Mpaka polisi wanafika eneo la tukio, hakukuwa na mtu yeyote, jambo lililopelekea kushuku kuwa amesombwa na maji. Ndege zisizo na rubani, yani drones, na helikopta zilitumika katika msako huo uliowapelekea polisi kwenye kisiwa kidogo ambapo idadi kubwa ya mamba walikuwa wanaota jua, ambao mmoja wao waliamini ndiye aliyemla mtu huyo. Mamba mshukiwa alipigwa risasi na polisi wenzake Potgieter kabla hajaitwa kushuka kwenye tukio. Mamba huyo aliwageuzia mgongo wake na walidhani kuwa amekufa. Lakini wakati tunarudi nyuma, alisogea na kujitokeza juu ya mto, alieleza. Kuwepo kwa mamba wengine, viboko na mawe katika mto huo kulimaanisha kuwa ni hatari sana kutumia mashua au mtumbwi kuokoa maiti ya mfanyabiashara huyo. Potgieter aliiambia BBC kulikuwa na mamba wengine karibu ambao pengine walikuwapo kwa sababu ya damu ndani ya maji. Lakini kwa bahati nzuri, kwa sababu ya kelele za helikopta na upeperushaji wa chini wa ndege, walisogea mbali na hawakunisumbua, afisa huyo mkongwe alisema. Mara tu Potgieter alipokubali kufanya operesheni ya kurejesha mabaki ya mwili ulioliwa, hakukuwa na chaguzi la kurudi nyuma. Nilipokuwa nikining'inia angani, hakukuwa na njia ya mimi kuwasiliana na rubani. Kwa hivyo, bila kujali kama nilibadilisha mawazo yangu na kuamua kutokufanya hivyo, hakuna njia ambayo ingetokea, aliongeza. Potgieter, afisa kitengo cha majini cha jeshi la polisi la Afrika Kusini, alipata uhakika kwamba mamba alikuwa amekufa baada ya kushushwa mtoni na kumfungua kamba. Potgieter aliambia jukwaa la habari la Afrika Kusini la News 24 kwamba mabaki ya mwili na viatu vilipatikana ndani ya mamba huyo. Ingawa Potgieter amehudumu katika jeshi la polisi Afrika Kusini kwa miaka 38, hajawahi kupewa misheni ya aina hii hapo awali. Afisa huyo alisema familia yake ilifurahi kumwona akirejea akiwa hai, ingawa hawakujua ukubwa na hatari za operesheni hiyo hadi walipoona video hiyo mitandaoni. Potgieter alisema ajira yake ni jambo la hatari linalostahili kufanywa ili kusaidia familia za watu waliopotelewa na ndugu zao au waliofariki. Kwa niaba ya muandaaji wa taarifa hii Mwantumu Mkwawa, mimi ni Godfrey Ringo.